Kwa uwezo wa Mungu nitasoma. Biblia inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Mstari wa 7, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu anasemezana nasi kupitia Wafilipi 4 mstari wa 6 na wa 7. Anasema kwamba msijisumbue na jambo lolote wala neno lolote katika maisha yako wewe mwanadamu. Usijisumbue na neno lolote kwa sababu yeye ndiyo mtatulizi wa shida ya mwanadamu. Haleluya. Maybe wewe umekuwa unasumbukana na mambo fulani kuanzia mwaka ulipoanza hadi umefika Jumapili ya leo, Jumapili ya mwisho. Mungu anasema usisumbukane tena na hilo jambo ambalo limekusumbua katika maisha yako kuanzia Januari hadi umefika Disemba, Jumapili ya mwisho. Mungu anasema leo usijisumbue na hilo jambo, bali kwa kila jambo tusali tu na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Haleluya. Jumapili ya leo wewe mpendwa, na kuhimiza kwamba Jumapili ya leo maombi yako ambayo umekuwa ukiomba kuanzia Januari mpaka umefika leo siku Jumapili ya mwisho, tunaelekea mwisho wa kuvuka mwaka. Haleluya. Mungu anasema kwamba usijisumbue na hilo jambo. Hata kama limetendeka ama litatendeka, maamuzi ya mwanadamu Mungu mwenyewe ndio yuko naye. Haleluya. Maamuzi ya baraka zako siku ya leo Mungu ndio yuko na maamuzi ya baraka zako. Haleluya. Si wewe ujichukulie maamuzi, bali muweke mbele Mungu, wewe mshukuru na uombe. Hata tunapoenda mwisho wa kuvuka mwaka, wewe cha maana ni kuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa hiyo kuomba kwako, kwa kushukuru, kwa kuomba, yeye atajitukuza, haja ya moyo wako mwenyewe atajibu. Haleluya. Maombi yako atajibu. Si kwamba Mungu aangalie maisha yako, ni kwamba umesumbukana na jambo fulani mwaka ulipoanza mpaka umefika mwisho, umeona kweli siwezi kama akili zako kama mwanadamu siwezi faulu. Lakini Mungu anasema kwamba usijisumbue wala usisumbukane. Usitete wala ukilalamika ukijihurumisha. Bali Mungu anasema nini? Wewe cha maana ni uombe na ushukuru Mwenyezi Mungu. Kupitia kuomba kwako na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maombi yako atajibu. Haleluya. Huwezi jua anaweza jibu sasa. Huwezi jua anaweza jibu before uruke mwaka. Haleluya. Cha maana wewe ni kumtumainia Mwenyezi Mungu, haja zako zote yeye Mungu mwenyewe anazielewa. Haleluya. Wanadamu wakati mwingine tunakuwa na mawazo mengi, tunakuwa na masumbukano kwamba umeomba mwezi wa kwanza, Januari ndio hiyo, umekuja umeomba mwezi wa 8 imeshindikana, imefika Disemba mpaka unakata tamaa. Haleluya. Asubuhi ya leo Mungu anasema kupitia maandiko kwamba usikate tamaa. Haleluya. Maana maombi yako anayajua. Haleluya. Anajua na yeye ndio mtekelezaji, yeye ndiye atatimiza ndoto zako, yeye atatimiza. Jambo ambalo hujafanikisha huu mwaka, Mungu atakufanikishia. Haleluya. Tusijihurumie na kukata tamaa na kukuwa na wasiwasi kwamba Mungu wetu atendi. Mungu anatenda tu. Cha maana ni uvumilivu wa wewe mwanadamu. Haleluya. Unapokuwa mvumilivu katika Kristo, yeye ndiye atakuwa na jibu katika maombi yako. Kila siku unapiga magoti unamwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hiyo haja ya moyo wako. Usijisumbue. Haleluya. Usikate tamaa. Maana unapokata tamaa, Mungu atakuchunguza sana na ashangaa, mwanangu mbona amekuwa na moyo wa kukata tamaa haraka. Haleluya. Usikuwe na moyo wa kukata tamaa haraka. Huwezi jua Mungu anaenda kutenda nini. Haleluya. Kumbuka vijana Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu alitenda mwisho. Haleluya. Walipokataa kumwabudu mfalme, waliposema na tuko katika tundu la moto, wangekuwa watu ambao wana ujasiri na wajui mtu ambao anamuelewa, wanamwabudu, wajui kwamba Jehova ndiye Mwenyezi Mungu na anatenda kila kitu, wangekata tamaa na wangehofia, wangeinama na kumwabudu yule mfalme. Haleluya. Lakini vijana hawakukata tamaa, bali walijua hata ile dakika ya mwisho Mungu huwa anatenda. Na hakika kweli alitenda. Walitupa kwenye tanuru la moto, walipokuwa vijana watatu waliona wakiwa waini. Haleluya. Jambo lako ama shughuli zako ama hilo jambo ambalo limekusumbua mwaka huu, usiwe na wasiwasi. Dakika ambazo zinakuja next, kupitia hiyo imani yako, kupitia kuomba kwako, kupitia kuabudu kwako, kuimba na kumsifu, Mungu anaenda kutenda jambo. Haleluya. Tunapoenda kumaliza mwaka, usifikirie Mungu atakuacha ubaki kuwa vile ulivyo. Haleluya. Mungu atakuacha ubaki vile ulivyo. Jambo ambalo limekusumbua huu mwaka 2025 haitakusumbua 2026. Haleluya. Mungu anakuja 2026 na utofauti katika maisha yako. Haleluya. Cha maana ni
ni wewe kumtumainia na usikate tamaa. Wewe songa mbele, usiangalie nyuma kule ulikotoka. Haleluya. Kule ulikotoka maybe kulikuwa na masengenyo. Kule ulikotoka maybe ulikuwa na maisha magumu ambayo yakuweza kupitika. Lakini mwaka ambao unakuja, Mungu anasema kwamba anakuja na mambo mapya katika maisha yako. Haleluya. Jumapili hii ni Jumapili ya mwisho. Ni kumwambia tu Mungu asante kwa sababu nini? Ametulinda kuanzia Januari, ametufikisha mwisho, Jumapili ya mwisho ya hii mwaka. Wewe ungejua kama ungefika Jumapili ya mwisho ya hii mwaka kweli? Katika mawazo ya mwanadamu, ulikuwa unajua. Wewe ulikuwa unaomba leo, kesho Mungu atende. Na Mungu alitenda kuanzia Januari, akatenda Februari, mpaka ametenda Disemba. Haleluya. Neema ya Mungu imetosha, si ndio? Kwa uzima ambao Mungu ametupa, neema imetosha. Haleluya. Simbarikiwa wapendwa, imekuwa tu neno la msingi.